Wanasema ukweli unaweza kukimbizwa, ukweli unaweza kufichwa, na unaweza kuzikwa ndani ya moyo wa mtu kwa muda mrefu. Lakini kuna wakati hufika ambapo ukweli huo hupata njia yake ya kutoka. Zubeda alikuwa amejitahidi kwa kila namna kuficha kile kilichokuwa kikimsumbua. Alijaribu kutabasamu mbele za watu. Alijaribu kujifanya ni mtu mwenye nguvu. Zubeda alijaribu kuishi kana kwamba hakuna jambo baya lililowahi kutokea. Lakini kadri siku zilivyozidi kusonga mbele, ndivyo siri aliyokuwa ameficha ilivyozidi kuwa mzigo mzito mabegani mwake. Safari ya kuelekea kituo cha polisi haikuwa safari ya kawaida. Ilikuwa ni safari iliyobeba hofu, majuto na maswali mengi yasiyokuwa na majibu. Wazazi wake Zubeda walikuwa kimya. Mume wake Zubeda alikuwa kimya, na Zubeda mwenyewe pia alikuwa kimya. Lakini ndani ya kila mmoja wao kulikuwa na swali moja tu: mtoto yuko wapi? Hakuna hata mtu mmoja aliyekuwa akijua kwamba majibu ya swali hilo yangetikisa familia nzima na kuacha majeraha ambayo yangeendelea kuishi kwa miaka mingi iliyofuata. Na hapo ndipo muendelezo wa simulizi hii unapoendelea, simulizi ya Siri ya Mke. Ni mambo mengi ya kujifunza katika simulizi hii. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi, Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na TikTok. Napatikana kama Faraja Simkwai. Lakini pale YouTube unaweza kusache Chemchem ya Simulizi. Tuendelee na sehemu ya 3 ya simulizi yetu inayokwenda kwa jina la Siri ya Mke. Basi tuendelee tulipoishia. Ndani ya kituo cha polisi, hali ya Zubeda ilizidi kuwa mbaya kadri muda ulivyokuwa ukisonga mbele. Maafisa wa polisi waliendelea kumuuliza Zubeda maswali kwa utaratibu. Walitarajia kupata maelezo ya kueleweka kuhusu mahali alipo mtoto. Polisi walimuuliza Zubeda, vipi, mtoto uliondoka naye lini? Au ulimwacha kwa nani? Na kwa nini maelezo yako yanabadilika kila wakati? Eti Zubeda. Salumu bado anaendelea kutueleza kisa cha siri ya mke wake. Basi Salumu anasema maswali yalikuwa mengi sana kwa Zubeda, lakini majibu hayakuwepo. Kila swali lilionekana kumfanya Zubeda azidi kupoteza utulivu. Uso wake ulijaa hofu na macho yake yalionyesha mtu aliyekuwa amebeba jambo zito moyoni mwake. Wazazi wake na mume wake Zubeda walikuwa wameketi pembeni wakisubiri ukweli ujulikane. Walitamani sana kusikia jibu moja tu ambalo lingeondoa wasiwasi wao kuhusu mtoto. Lakini kadri muda ulivyozidi kusonga mbele, ndivyo mambo yalivyozidi kuwa magumu. Lakini ghafla Zubeda aliomba ruhusa. Alisema, jamani, kila kitu nitawaambia, lakini naombeni niende msalani. Baada ya polisi kushauriana kwa muda mfupi, Zubeda aliruhusiwa kwenda. Hakuna aliyedhani kwamba ombi hilo lingebadilisha kila kitu. Dakika chache zilipita, dakika 10, 15, dakika 20, Zubeda alikuwa bado hajarejea. Awali walidhani huenda alikuwa amechelewa tu, lakini baada ya muda kuendelea kupita, wasiwasi ulianza kuongezeka. Mmoja wa askari alikwenda kuangalia. Alipofika aligundua kwamba Zubeda hakuwepo, alikuwa ametoweka. Habari hiyo iliwashtua wote waliokuwepo kituoni. Mama yake Zubeda alianza kulia. Baba yake Zubeda alibaki ameshika kichwa kwa mshangao. Mume yake naye Zubeda hakuamini alichokuwa kikisikia. Yaani mwanamke ambaye muda mfupi uliopita alikuwa mbele yao alikuwa ametoweka bila kuacha maelezo yoyote. Tangu siku hiyo hakuna mtu aliyejua Zubeda alikokwenda. Hakuna aliyejua Zubeda alikuwa wapi, na hakuna aliyejua ni kwa nini Zubeda aliamua kutoroka badala ya kusema mtoto sehemu alipo. Kilichobaki yalibaki ni maswali tu. Maswali yaliyokuwa yakiumiza familia nzima kila siku. Lakini jambo ambalo hawakulijua ni kwamba kutoweka kwa Zubeda hakukuwa mwisho wa siri hiyo. Basi Salumu bado anaendelea kueleza kisa cha mke wake. Kwa nini ni siri ya mke? Basi Salumu anaendelea kusema. Salumu anasema, baada ya Zubeda kutoweka kutoka Zanzibar, Zubeda alisitisha kabisa mawasiliano na watu wote waliokuwa wanafahamu, watu wote wa karibu naye.
Zubeda hakutaka tena kurudi kwa wazazi wake, hakutaka kurudi kwa mume wake, wala hakutaka kurudi Simiyu. Zubeda aliondoka na kuanza maisha mapya katika mkoa wa Singida. Aliamini kwamba kwa kufanya hivyo angeweza kuiacha nyuma historia iliyokuwa ikimtesa. Salumu anaendelea kusema, anasema, lakini kama nilivyokuja kujifunza baadaye, kuna mambo ambayo hayawezi kuachwa nyuma kirahisi hata mtu akihamia upande mwingine wa nchi. Ni huko Singida ndipo njia zetu zilipokutana, mimi pamoja na Zubeda. Ndipo nilipomfahamu mke wangu huyu Zubeda, mwanamke mcheshi, mpole, mtulivu, mwenye uzuri wa asili, mzuri wa kuvutia. Ukimwangalia kwa haraka haraka ni mwanamke ambaye hana hatia machoni pa watu. Salumu anasema, wakati huo sikujua chochote kuhusu maisha yake ya zamani ya Zubeda. Sikujua kwamba Zubeda aliwahi kuolewa. Sikujua kwamba Zubeda aliwahi kupata mtoto, na sikujua kwamba Zubeda alikuwa ametoweka kwa miaka mingi sana, na huko alikuja kujificha, na alikuja kuificha siri kubwa moyoni mwake. Salumu, mimi nilimfahamu Zubeda kama mwanamke wa kawaida tu. Nilimfahamu Zubeda kama mwanamke mtulivu, mwanamke mwenye heshima, na aliyekuwa akijitahidi kujenga maisha yake ya baadaye. Na kadri tulivyoendelea kufahamiana, na ndivyo nilivyozidi kuvutiwa naye. Zubeda alikuwa na tabia njema, alikuwa akimheshimu kila mtu, na kila nilipokuwa karibu naye nilihisi amani ambayo sikuwa nimewahi kuipata kwa muda mrefu sana. Basi baada ya muda urafiki wetu uligeuka kuwa katika mahusiano. Salumu, mimi nilianza kuona kwamba Zubeda ndiye mwanamke pekee nilimtaka katika maisha yangu. Hatimaye nilifanya uamuzi wa kumuoa Zubeda. Lakini kabla ya kufikia hatua hiyo, nilitaka kufanya jambo ambalo ni kawaida katika familia nyingi za hapa Afrika. Nilitaka kufahamiana na ndugu zake. Nilitaka kuwaona wazazi wake Zubeda. Nilitaka kujua alikotoka Zubeda. Lakini nilipozungumza naye kuhusu jambo hilo, uso wake ulikuwa unabadilika ghafla. Kwa muda Zubeda alikuwa anabaki kimya, kana kwamba alikuwa anawaza jambo fulani hivi ambalo lilikuwa linamuumiza sana. Kisha alikuwa akiniangalia usoni na kusema kwa sauti ya chini. Alisema kwamba, Salumu, mimi sina wazazi Salumu. Sina ndugu. Salumu anasema kwa mara ya kwanza baada ya kusikia neno hilo kwamba Zubeda hana wazazi, hana ndugu, nilishtuka sana. Nilimwambia Zubeda, unamaanisha nini? Nilimuuliza. Zubeda akaniambia, akasema, Salumu, mimi nimelelewa katika kituo cha watoto yatima. Sikuwahi hata siku moja kuwafahamu wazazi wangu. Zubeda alikuwa anaongea maneno hayo kwa uchungu mkubwa sana. Maneno hayo yaligusa sana moyo wangu. Sikuwa na sababu ya kutokumwamini Zubeda kulingana na muonekano wake. Nilimhurumia sana Zubeda na nikaheshimu maelezo yake. Niliheshimu maelezo yake kutokana na kile alichoniambia. Sikuendelea kumuuliza maswali mengi kuhusu ndugu zake wala historia yake ya nyuma. Niliamini kila neno aliloniambia. Nilimwamini Zubeda kwa kila neno aliloniambia. Basi na baada ya muda tukafunga ndoa, mimi na Zubeda. Ndoa yetu ilihudhuriwa na ndugu zangu na marafiki zangu wa karibu tu. Lakini kwa upande wa Zubeda hakukuwa na ndugu wala mzazi aliyefika katika shughuli yetu. Watu wengi waliona hilo jambo ni la kawaida kutokana na maelezo ambayo Zubeda alikuwa ameyatoa, na mimi pia niliamini hivyo. Sikujua kwamba nyuma simulizi ya kituo cha watoto yatima kulikuwa na ukweli mwingine mkubwa sana. Kulikuwa na ukweli uliojificha. Ukweli ambao siku moja ungeibuka na kugeuza ndoa yangu kuwa fumbo la kutisha ambalo sikuwahi kulitarajia hata siku moja. Salumu mimi. Bado Salumu anaendelea kueleza. Salumu anaendelea kusema. Anasema baada ya kufunga ndoa mimi pamoja na Zubeda, maisha yetu yalianza kwa utulivu mkubwa. Kwa mara ya kwanza nalisi kwamba nilikuwa nimepata mwenza sahihi wa maisha yangu. Zubeda alikuwa ni mke mwema, alikuwa ni mke mwenye upendo, na alikuwa ni mke aliyejitahidi kwa kila namna kuhakikisha kwamba nyumba yetu inakuwa sehemu ya amani. Miaka ilianza kupita na Mungu akatubariki tukapata mtoto wetu wa kwanza. Furaha niliyokuwa nayo Salumu mimi kwa siku ile siwezi kuelezea kwa maneno. Nilifurahi sana kwa mara ya kwanza kupata mtoto katika ndoa yangu ya mimi pamoja na mke wangu kipenzi Zubeda. Salumu mimi nilijiona ni mwanaume mwenye bahati kubwa duniani. Zubeda naye alionekana ni mtu mwenye furaha isiyo na kifani. Zubeda alimlea mtoto wetu kwa upendo mkubwa kiasi kwamba sikuwa na sababu hata moja ya kuhisi kwamba kulikuwa na jambo lolote lisilo la kawaida katika maisha yake.
Basi baada ya miaka michache kupita, Mungu akatubariki tena mtoto wa pili. Sasa familia yetu ikawa imekamilika. Tulikuwa baba, mama na watoto wawili. Nyumba yetu ilijaa vicheko, ilijaa furaha, ilijaa ndoto za maisha bora ya baadaye. Majirani walituona ni kama familia mfano. Marafiki pia walituonea wivu kulingana na furaha tuliyokuwa nayo. Na ukweli ni kwamba hata mimi mwenyewe nilikuwa naamini hivyo. Nilikuwa naamini kwamba mateso yote ya maisha yalikuwa nyuma yetu. Nilikuwa naamini kwamba siku zilizobaki mbele yetu zingekuwa za amani na furaha. Lakini kuna jambo moja ambalo bado nilikuwa sijalijua. Nilikuwa sijajua kwamba kuna siri iliyokuwa imefichwa kwa miaka mingi ndani ya moyo wa mke wangu. Siri ambayo hata yeye mwenyewe alijitahidi kuisahau. Siri ambayo nilikuwa sijui hata kidogo. Na wakati sisi tukifurahia maisha yetu, siri hiyo ilikuwa ikisubiri hatima. Siri hiyo ilikuwa kimya, ilikuwa imejificha, lakini siri hiyo haikuwa imekufa. Siri hiyo ilikuwa ni nyuma ya pazia, ikisubiri muda wake kujitokeza. Na siku ilipoamua kujitokeza, hakuna mtu ndani ya familia yangu ambaye alikuwa tayari kwa kile kilichofuata. Salumu bado anaendelea kutueleza. Salumu anasema, baada ya watoto wangu kukua, mtoto wangu wa kwanza alifikisha miaka 10. Mtoto wangu wa pili alikuwa na miaka 7. Siku moja wakiwa chumbani kwao, nilisikia kelele za hatari sana. Watoto walikuwa kilia, walikuwa wanalia kwa kuogopa, wakisema baba njoo tusaidie, mama njoo tusaidie. Haraka mimi nilikuwa sebuleni, nilikuwa nikitazama TV. Basi nikatoka mbio kuelekea katika chumba cha watoto wangu. Nilikuta kila mtoto amekaa kwa hofu, amejificha kwa hofu, akisema baba tusaidie, mtoe huyo mtoto aliyepo mbele yetu. Salumu anasema, nilishangaa sana. Nikao nauliza, mtoto gani? Mbona simuoni? Kwa siku ya kwanza nilijua kwamba huenda watoto wangu malaria imepanda kichwani. Nilijua kwamba huenda kuna homa ambayo inawanyemelea. Sikutaka kuamini kabisa ni mtoto yupi ambaye mimi simuoni. Basi siku zilizidi kwenda, lakini hali ya watoto wangu ilizidi kuwa mbaya. Basi siku moja ilibidi niwaite watoto wangu. Kwanza kabla kuzungumza nao, niliwapeleka hospitali. Hospitali hakuna ugonjwa wote ambao waliuona. Walisema kwamba watoto wangu wako sawa, lakini natakiwa kukaa nao vizuri. Basi baada ya kukaa nao vizuri, nilikaa nao kirafiki watoto wangu. Watoto wangu wakaniambia kwamba kuna mtoto mmoja ambaye anajitambulisha kwamba yeye ni kaka yetu. Na anasema kwamba nyumbani kwao ni Simiyu. Na huwa anasisitiza, anasema kwamba mama ni mbaya. Mama yao ni mbaya. Mama yao amemuua. Nafsi ya yule mtoto ambaye aliuawa na mke wangu Zubeda ilianza kuwasumbua watoto wangu. Jambo lilozidi kunishtua zaidi. Nikawa nasema mtoto yupi? Mama yenu hajawahi kuwa na mtoto yoyote yule isipokuwa nyinyi. Mimi wakati namuoa mama yenu sikumkuta na mtoto, na wala hajawahi kuolewa, na wala hajawahi kuwa na mtoto, kwa sababu mama yenu amelelewa katika mazingira magumu sana. Amelelewa katika vituo vya kulelea watoto yatima. Lakini watoto wangu bado waliendelea kusisitiza, wakisema baba tusaidie. Yule mtoto kila siku anakuja kulia, anasema nisaidieni ndugu yenu. Nataka kurudi nyumbani. Nataka kupata haki yangu. Nataka mama aongee ukweli. Mama yetu ni mbaya, aliniua na akaenda kunizika mashambani. Nahangaika, natapatapa, nateseka. Salumu anasema jambo hili lilinishtua sana. Sikutaka kumuuliza kwa wakati huo mke wangu. Ilibidi niwashirikishe viongozi wa dini na watu walionizidi umri. Lakini baadhi ya ushauri wao ndio ulionifanya nichukue hatua ya kwanza kuchunguza maisha ya nyuma ya mke wangu. Kuna watu ambao walinishauri kwamba natakiwa nichunguze historia ya mke wangu. Natakiwa nichunguze kuanzia hicho kituo cha watoto yatima alicholelewa, historia ya maisha yake, mizizi ya familia yake. Ni lazima kuna kitu ambacho mke wangu anakificha. Kiukweli sikutaka kuamini jambo hili kwa haraka, lakini kwa ajili ya watoto wangu ilibidi nianze kufuatilia. Hii ni siri ya mke wangu, siri ambayo imesambaratisha familia yangu, siri ambayo siamini kama mke wangu alibeba kitu kizito namna hii. Siamini kama niliwahi kuishi nyumba moja na muuaji.
mwanamke mcheshi, mvumilivu, mwenye furaha, mwenye heshima, mwenye kila sifa ya kuitwa mwanamke. Salumu mimi sijui ni upande upi, sijui nifanyaje, sijui ni kipi cha kufanya, lakini kuna mambo mengi ambayo niliyagundua nyuma pazia ya siri ya mke wangu. Namna huo ndio mwisho wa sehemu ya 3 wa simulizi inayokwenda kwa jina la siri ya mke wangu. Je, baada ya Salumu kuambiwa na watoto wake kwamba kuna mtoto ambaye anawafuatilia watoto wake na kuambia kwamba mama yao ni mbaya kwa sababu alimuua, je, baada ya Salumu kuambiwa maneno haya atafanikiwa kujua undani wa siri hii? Ili kuyajua yote haya, usikose kufuatilia mwendelezo wa simulizi hii. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Semkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na TikTok, napatikana kama Faraja Semkwai. Lakini pale YouTube unaweza kusearch Chemchem ya Simulizi, Siri ya Mke.